uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Tuombe. Baba yetu mwema, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako ya kutuokoa. Tunaomba tujalie tusipoteze neema hii, bali tudumu katika uwepo wako. Asante kwa neno lako hili, tunaomba tunapolitafakari litukumbushe juu ya neema hii na tuendelee kuirudia katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Kichwa cha somo ambacho tumepewa siku hii ya leo kinasema neema ya Mungu ya kuokoa. Na katika mahubiri haya siku ya leo tutaangalia namna tulivyookolewa au tunavyookolewa, lakini tukizingatia ile somo la waraka tutaangalia ni kwa namna gani tunaweza kutunza wokovu wetu. Tunapoongelea neema ya Mungu, wapendwa, ni kitu ambacho Mungu anakifanya kwetu au alikifanya kwetu pasipo sisi kulipia kitu chochote au kufanya juhudi yoyote, bali ni kwa mapenzi yake au kusudi lake mwenyewe. Hiyo ndiyo neema ya Mungu. Neema ya Mungu haihusishi matendo yetu wala kitu chochote ambacho tunaweza kusema kwamba tumelipia ili tuweze kupata hiyo neema. Ndio maana katika Warumi sura ile ya 11 mstari wa 6 anasema kwamba ikiwa ni kwa neema haiwi kwa matendo tena, au hapo neema isingekuwa neema. Kwa hiyo tunapoongelea neema, kitu chochote ambacho kinahusiana na matendo au juhudi yoyote ya mwanadamu haipo. Hiyo ndiyo neema. Na neno linatuambia kwamba hatuokolewi kwa matendo yetu. Katika Waefeso sura ya 2 mstari wa 10, mtu asitende matendo mema akafikiri kwamba ataokolewa. Hapana, matendo mema hayawezi kutuokoa. Katika Waefeso 2:10, yale matendo Mungu alishayaumba, yaani mwanadamu wewe uliumbwa tayari uweze kutenda matendo mema. Kama utendi, basi ni kwa sababu yako, lakini tangu mwanzo Mungu anatarajia mwanadamu atende matendo mema na alishayaweka katika utaratibu wake kwamba tuende nayo. Kwa hiyo kuokolewa kwetu tusije kusema kwamba ni kwa matendo yetu sisi wenyewe. Neno kuokolewa tunasema ni ukombozi kutoka katika hali ya hatari, na hapa tunamaanisha dhambi na mateso. Kwa hiyo neema ya wokovu ni neema ambayo inatuokoa kutoka katika dhambi. Neema ya Mungu inatuokoa ni ile neema inayotutoa katika dhambi na kifo. Ninapoongelea kifo simaanishi kufa kwa kawaida. Inamaanisha kwamba unapokufa, baada ya hapo ni nini kinafuata? Tunatarajia kwamba mtu aliyemwamini hata baada ya kifo hiki cha kawaida awe na uzima wa milele. Kwa hiyo anatuokoa katika kifo, kwa maana ya kwamba atatufufua tena. Anatuokoa katika adui na mateso, hatia na vifungo vya kila aina, hofu na maisha yasiyokuwa na maana. Hiyo ndiyo neema ya Mungu inayotuokoa, na anatutoa katika hayo yote na kutupa furaha na kupokea neema yake, tumaini, ustahimilivu wakati wa dhiki. Sio kwamba utakuwa na mateso, lakini neema hiyo inakusaidia wakati wa dhiki uweze kustahimili hadi mwisho. Lakini anatupa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ili kupata hivi vyote ni bure kutoka kwa Mungu. Msamaha ni bure, kuhesabiwa haki ni bure. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba wokovu ni kukubaliwa na Mungu kama tulivyo. Ndio maana Mungu anaita jinsi tulivyo, anawaita wenye dhambi jinsi tulivyo. Akakuita, akakusamehe dhambi hizo, akaleta upatanisho kupitia Yesu Kristo, akakufanya mwana,
akakupa uwezo wa kupokea Roho Mtakatifu, lakini anakuahidi tena uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii inajumuisha uhakika, wokovu. Neema ya Mungu inayotuokoa inatupa uhakika kwamba tutaurithi uzima wa milele, inatupa amani, inatupa ujasiri, inatupa furaha. Kristo ni mtu mwenye bubujiko la ndani. Inatupa nafasi ya kumwendea yeye katika maombi, inatupa nafasi ya yeye kutuongoza kupitia Roho Mtakatifu tusiweze kutenda dhambi, inatupa utaua na utakatifu, kuridhika na tunda la Roho, uhuru na ushindi, lakini inatupa ushirika pamoja na waamini. Ndio maana tunashirikiana katika jumuiya. Hiyo ndiyo neema ya wokovu. Unaweza kushirikiana na mwenzako. Zaidi ya yote, inatupa kutenda kama Yesu Kristo alivyotenda. Mpango huu, wapendwa wa Mungu, ni wa Mungu mwenyewe, sio wa kwetu. Baada ya kuona kwamba wanadamu wameasi, ni kwa namna gani angeweza kurejesha mahusiano ili kurejesha ushirika pamoja nasi, basi akamtoa mwanawe afe msalabani kwa ajili yetu, ili kila atakayemwamini asamehewe na kurithi uzima wa milele. Hiyo ndiyo neema ya Mungu inayotuokoa sisi sote. Kama nilivyosema, hatukulipa kitu chochote kupokea wokovu huu, sio kwa juhudi zetu. Hatukulipa chochote, sio kwa matendo yetu, tusije tukajisifu. Ndio maana ikaitwa neema inayotuokoa. Wapendwa wa Mungu, tumeimba sehemu nyingi, tunasema wokovu ni bure, neema ya Mungu ni bure, lakini nataka niwatazamishe kitu cha tofauti katika hii tunayosema bure. Ni bure, lakini aliingia gharama Mungu. Ndio maana tunasema ni bure, yeye anatoa bure, lakini ukija kutazama aliingia gharama. Tunapewa bure. Je, tungeweza kulipa nini? Hebu ufikiria hata Agano la Kale, namna walivyokuwa wanafanya upatanisho. Ulikuwa unatakiwa kupeleka mbuzi au kondoo au mnyama ili achinjwe uweze kulipa gharama. Hebu fikiria ni kwa namna gani tunamtenda dhambi kila siku. Tungekuwa tumetoa mbuzi wangapi? Si wangekuwa wameisha kwenye mazizi yetu? Lakini hebu ifikirie hiyo neema kwamba wokovu unaupata bure. Sasa ninataka niwatazamishe hii bure ya Mungu, tuitazame katika namna ya gharama, ndivyo tutaweza kuiheshimu. Mara nyingi tumekuwa tukihudhuria au kupata huduma ambazo tunatangaziwa kwamba huduma hii ni bure, na huduma hizi kwa kuwa tunapenda bure, tunazikimbilia na kufurahi na kuzitumia bila kujua kwamba pamoja na kwamba kitu hicho kilichotangazwa kwamba ni bure au huduma tuliyopokea bure, kumbe imelipiwa. Kwa wenye jicho la kuona tofauti, wataona kwamba kuna mtu ameingia gharama. Unaitwa kwenye tamasha la uimbaji, unaambiwa ni bure, lakini unakuta kuna vyombo, wanakwaya wamesafiri, wamekuja pale kuimba, unasema ni bure. Lakini kuna watu wameingia gharama kwa nyuma huko, vyombo na nini, vipaza sauti vinavyotumika, wameingia gharama kuvigharamia. Kwa mara nyingine, kwa ubinadamu wetu, ndani ya bure ya mwanadamu kuna ajenda inaweza kuwa imejificha ndani yake, yaani gharama zile alizotoa yule mtoaji zinaweza kulipwa kwa gharama nyingine. Vitu vingine vya bure usifikiri ni bure tu, lakini nyuma yake kwa ajenda ya mwanadamu kuna gharama, kuna namna ambavyo unaweza kulipa hizo gharama. Kwa hiyo ndio maana wazee wetu kwa Kihaya wakasema, au wakaja na msemo unasema, biabusha akafa, biabusha akafa. Kwa hiyo kwa maana kwamba hata kile unachosema kwamba ni bure,
kuna gharama ambayo mtu ameingia. Siongei mfano huu kwamba Mungu atahitaji tulipe gharama tena. Hapana, bure ya Mungu ni bure. Haina ajenda ya kurejesha gharama kisirisiri kama wanadamu, lakini anataka tuone ndani ya gharama ya bure ili tuithamini au tuthamini vitu vya bure. Nataka tuone kwamba usione vitu vipo, kumbe kuna aliyeingia gharama. Kwa hiyo kwa kuzoea ule bure na sasa wokovu wetu kuna namna tunajaribu kurahisisha na kusahau gharama iliyolipwa pale msalabani. Tukijua kwamba Mungu aliingia gharama, wapendwa, tutauheshimu huu wokovu. Hebu jaribu kuona unavyothamini kitu ulichopewa bure na kile ambacho umenunua kwa gharama yako. Jiweke katika nafasi ya Mungu au ya Yesu Kristo, namna alivyojitoa uhai kwa ajili yetu. Halafu bado unaona mtu anachezea kitu cha thamani ambacho kiligharimu maisha ya mtu au kiligharimu gharama kubwa. Hebu angalia hata katika nyumba zetu, matumizi yetu ya nyumbani. Wewe unayelipia bili ya maji, namna unavyotumia kitu kwa umakini zaidi, tofauti na mtoto wako. Utakuta bomba analifungulia, maji yanamwagika kwa sababu hajui bili inalipwa namna gani. Anapoweka dawa ya meno kwenye mswaki anaipanga mpaka mwisho hivi, lakini wewe unaweka kidogo kwa sababu unajua gharama. Asiyejua gharama atatumia au hatojali kutumia kile kitu, atakitumia tu kwa namna anavyoona. Sasa wapendo wa Mungu, ndipo ninakuja kwenye somo letu la waraka, namna ya kutunza wokovu wetu. Neema hii ni ya thamani. Tukijua kwamba ni ya thamani, tutaweza kuitunza. Ndiyo maana imetangazwa bure, lakini bado kuna watu hawajaona thamani ya gharama hii iliyolipwa. Kila siku wanaitwa waje kwa Mungu, lakini hawataki. Na lakini sisi ambao tumejua thamani ya gharama hii na bado tumo ndani, lakini tunacheza, tujaona thamani kubwa ya wokovu huu, kama somo la waraka ambavyo limetuambia. Wapendwa wa Mungu, kuokoka ni jambo moja, lakini kuutunza wokovu na neema ya Mungu ni jambo jingine. Neno linatuambia kwamba mwenye kuvumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka, katika Mathayo 24:13. Kwa maana hiyo, tangu tulipompokea tunahitaji kudumu katika wokovu huo. Yapo mafundisho hasa yanayorahisishwa kuona kwamba neema ya Mungu ipo, hatuichukulie kwa uzito. Yaani mtu ni Mkristo lakini anadhamiria na kukusudia kutenda dhambi, huku akitarajia kwamba nitatubu. Haya ni matumizi mabaya ya neema, huku ni kumjaribu Mungu. Sisi tulioifia dhambi hatuwezi tena kudumu katika dhambi kwa sababu eti neema ipo. Na Warumi 6:1 anasema, je, tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Lakini anasema hasha. Sisi tulioifia dhambi hatuwezi tena kudumu katika dhambi. Ndio maana katika ubatizo kuna sehemu Wakristo wote huwa tunasema kwamba twakuomba tusiipoteze neema ya ubatizo wetu. Kwa hiyo tusifikiri kwamba hatuwezi kuipoteza, maana neno la Mungu linatazama namna tunavyomaliza mwendo wetu. Tunaweza kusema tupo kanisani, lakini ni kwa namna gani tunaendelea katika neema hiyo ya wokovu. Yesu Kristo anatamani sisi tunaolishika neno tulitende kama inavyotakiwa. Wewe mwanadamu, anasema wewe mwanadamu, hukumie wengine ukifanya yale wanayoyafanya. Je, utajiepusha na hukumu ya Mungu? Tumesoma katika Warumi sura ya 2 ile tuliyoisoma. Anatumia wale waliojifanya kuishika Torati. Wanasema sisi tumetahiriwa, sisi ni Wayahudi. Lakini anasema kutahiriwa kuna nini kama uishiki Torati au utendi kile kinachotakiwa?
Ni sawasawa na sasa hivi tungejiuliza kwamba Ukristo wako ni nini wa miaka mingi, tena unajisifu ni Mluteri. Baba yangu alikuwa fulani, nilibatizwa na fulani mwaka fulani. Lakini je, kama uyatendi yale ambayo neema imeyaleta, tunafanya nini? Mwimbaji mmoja akasema, alipolisoma neno katika Biblia, anasema yako wapi matendo mazuri yaliyohadithiwa humu katika Biblia? Kwa hiyo neno la waraka linatukumbusha tena. Kuna sehemu anasema jina la Mungu linatukanwa kwa ajili yenu. Yaani kuna watu wanashindwa hata kuja kanisani kwa sababu sisi tuliomo tunawakatisha tamaa. Kuna mtu akitutazama tunapokuwa kanisani sivyo tunavyokuwa nje. Je, tujiulize, kuna mtu unamhudumia vizuri ukiwa nje, ukiwa unamfahamu, au ndani ya kanisa? Sisi ni barua, watu wanatutazama. Hata wanafunzi wa Yesu Kristo waliwaona wakasema, unavyotembea wewe na unavyoongea ni kama Yesu Kristo. Katika Tito sura ya 2 mstari wa 11 na 12 nasema, maana neema iwaokoayo wanadamu imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utawa katika ulimwengu wa sasa. Yesu Kristo anasema katika somo hili la Injili, atamani hata apotee mmoja wetu. Kwa hiyo tusifikiri kwamba kuwepo sasa hapa tumeshamaliza, ni tiketi tayari. Tunahitaji kukulia wokovu wetu. Mapenzi yake kwetu ni kuona kwamba kila anayemtazama aliyemwamini Yesu Kristo aliyepo hapa awe na uzima wa milele, naye afufuliwe siku ya mwisho. Neema ya Mungu ndiyo inayotuokoa, lakini juhudi yetu kutunza neema hiyo mpaka mwisho ni juu yetu. Tunayo mifano ya watu waliovumilia mpaka mwisho, waliingia. Malizie kwa Waebrania sura ile ya 12 mstari wa 1 hadi wa 4. Neno la Mungu linasema, basi sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, tuweke kando kila mzigo na dhambi tuzingayo kwa upesi, tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukiwe mtazama Yesu mwenye kuianzisha na mwenye kuitimiza imani yetu, ambayo kwa furaha iliyowekwa mbele yetu aliustahimili msalaba na kudharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini yeye aliyestahili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi. Na anamalizia anasema, msije mkachoka mkizimia mioyoni mwenu. Wapendwa wa Mungu, natamani tuione hii neema ya Mungu kama gharama kubwa ambayo ililipwa pale msalabani. Ukijua gharama hiyo hautaweza kuichezea. Sawa, tutasema tunaokolewa bure, wokovu tunapata bure, lakini nyuma yake kuna mtu alilipa gharama. Tuangalie, tusiseme bure tukaendelea kutenda dhambi tukijua kwamba tutaendelea kutubu. Hatujui siku wala saa Bwana atakapokuja. Mungu atusaidie sana, tusichoke na kuishia njiani. Neema aliyotupa izidi kuwa upande wetu, na tuichukulie kwa umuhimu zaidi, ndipo tutaweza kuona gharama yake na neema hiyo tusiweze kuipoteza. Na Mungu